Allah azza wa jalla kadhalika katika sababu ya kutuletea mitihani na misukosuko ni kwa sababu ya kutuonesha ukweli wa dunia hii. Hii dunia, kuna waislamu wengi katika sisi hatujaielewa hii dunia ukweli wake ni vipi. Kuna waislamu wengi ambao dunia hii inaopeleka mbio sana. Kuna waislamu wengi ambao wanaitazama dunia hii kwamba ndiyo malengo ya wao kuumbwa, kama ilivyokuwa mtazamo wa waliopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi, dunia hii kwao ndiyo ilikuwa mwisho wa mawazo. Wengi katika wao, wala tajidannahum ahrasa nnasi ala haya. Huwezi kumwona mtu anapupa sana katika maisha na kupigania kuishi katika maisha haya kumshinda Myahudi. Huwezi. Sasa ikiwa Muislamu bado hujaelewa hii dunia ni nini, dunia hii ni kitu gani mbele ya macho yako, tutapata tabu na tutafeli katika mitihani mengi ambayo Allah azza wa jalla huteremsha. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa aya ambayo ni mulakhas, summary ya haya yote kwa ufupi, aya moja tu: wama hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib. Hayakuwa maisha ya dunia illa lahwun wa la'ib, isipokuwa ni mchezo, ni upuzi na mchezo. Basi hii ndiyo summary ya maisha ya dunia kwa ufupi kabisa. Ukiambiwa eleza maisha ya dunia kwa mkato, jawabu ndio. Sasa ukitaka kujua maisha ya ukweli yako wapi, wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan. Maisha ya akhira ndio maisha ya ukweli, ndio maisha ya uhakika. Haya ni maisha ya mchezo, maisha ya udanganyifu. Sasa Allah azza wa jalla hutuletea mitihani, misukosuko ili tuweze kulielewa hilo.